mazungumzo. Kwa hiyo kilichobaki kuna wengine wanafuatwa kwa ajili ya kuzungumza, na nadhani watafuata TFF. Baada ya hapo watakuwa ni Simba. Tupe taswira lakini Ngai kwa upande wenu wa Young Africans, kitu ambacho mlijadili kule na waziri mwenye zamana hii ya michezo kwa faida ya mashabiki wa Young Africans ambao wanakusikiliza sasa hivi. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi ambayo yaliyojadiliwa ni mengi, lakini mwisho wa siku kilichobaki ngoja wengine nao wasikilizwe. Baada ya hapo nadhani majibu yatatoka. Lakini kwa upande wa Simba kulikuwa hakuna tabu sana. Tabu ilikuwa ni kwenu, mlitoa msimamo wenu kwamba nyinyi hamwezi kucheza tena mechi. Mlivyotoka taswira inaonyesha mpaka sasa hivi mechi ipo au hamna? Hilo swala sitaki kuliingia kwa undani zaidi, kwa sababu ni kwamba sisi ya kwetu tumeshawasilisha. Maana ambacho tutakiwa kusikilizwa na mheshimiwa waziri tumeshafanya. Kwa hiyo iliyobaki ni kwamba atasikilizwa tena na wenzetu wanaokuja TFF nadhani na Simba watafanya kwa. Ndio, baada hapo maamuzi yatatoka ama ni nini wamewaambia? Mwisho wa siku nadhani tutaitwa tena, maamuzi yatatoka. Lakini kwenye kikao msimamo wenu Young Africans umesimamia wapi? Nadhani tayari nimeshaeleza kila kitu. Asanteni sana. Discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Uongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri klabu ya Young Africans ikapata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni ya msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na wapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huo umefika, mheshimiwa waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha. Nashukuru sana. Habari, asante.